Mtazamaji wangu wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, na kusalimu tena kwa jina la Mwokozi Yesu Kristo Bwana wetu. Naitwa mchungaji Pray God Zawadi Mgonja wa kanisa la EAGT. Nachunga kanisa ambalo liko nyuma ya chuo kikuu cha Dar es Salaam Changanyikeni, linaitwa EAGT Jesus Village. Leo katika kipindi hiki ambacho nakiita neno la siku, ni kipindi ambacho kinakuja kwako mapema wakati unaanza siku, na Mungu angelitamani aweke kitu unachotembea nacho katika siku, hata kama ni cha muda mfupi, lakini kilichojiumba mpaka kikuwezeshe kwenda mbele. Na mimi nimeandaliwa hivyo nije nikuletee somo ambalo litashikamana na wewe katika wakati wako huu wa siku hii, ukiwa unaenda kazini, ukiwa unaenda kwenye kilimo, mfugaji, nasoma, shughuli ambazo unakwenda kufanya, tembea na neno la Mungu. Na kabla sijaleta neno hili, basi nataka nimuombe Mungu. Baba ambaye umetupa uhai hata leo, Baba ambaye unatutuma hata leo, unayetupenda hata leo, kwa kuwa wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, unatenda kazi na walio katika mwili, wenye uhai, waitwao kwa jina lako. Na kushukuru Mungu kwa nafasi ulionipa na maneno yako yaliyokaa ulioweka ndani yangu kwa ajili yangu na ndugu zangu ambao ni hawa wanaosikia. Yeyote ambaye utamvuta katika kusikia neno hili, Baba, naomba ufahamu wake ufunguliwe, siri hii ambayo ni ufunuo wako kwa ajili ya kumfanya mwanadamu asipotee. Basi sema nasi katika jina la Yesu, amen. Ndugu zangu, wakati wote huu ambapo tunaendelea kusherehekea sikukuu ya Pasaka, na wengine wameshaila, wanataka sasa waanze kurejea kwenye mashughuli, kwenye kazi, ni sikukuu kubwa mno katika mambo ya kiroho. Ni sikukuu kubwa kwa mtu yote aliyeokoka, nikwambie, akifahamu Pasaka ni nini, atafahamu wokovu ni nini. Kwa sababu katika juma hili lililopita nimekuambia Pasaka ni wokovu, nikakuanishia. Nilitaka ushikamane na ufahamu huo kwamba Pasaka ilinenwa wapi na wokovu ulinenwa wapi, lakini matukio yake yanafanana. Kule katika Agano la Kale, Mungu alipotaka kuwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri, alikuwa ameweka utaratibu wa kukoswa na mauti kutowaangamiza, kama tu watakuwa wamemchinja kondoo na damu yake kuipaka katika miimo ya milango. Waliokoka na mauti. Katika Agano Jipya, kuokoka na mauti ambayo ni wokovu, ni kuokoka na mshahara wa dhambi utokanao na asili yetu ya kuwa ni wana wa Adamu. Lakini kumkubali kondoo wetu wa Agano Jipya ni yule ambaye Yohana Mbatizaji alimnena, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Agano la Kale ni
ni kondoo na damu ya kondoo. Agano Jipya ni kondoo lakini mtu. Kondoo mtu ambaye ndiye sasa anatumika Yesu Kristo, kwamba yeye ndiye anayechukua dhambi ya ulimwengu. Sasa pale unaona damu ya kondoo mnyama na huku damu ya kondoo mtu. Huku wakaita Pasaka ya Bwana kwenye kitabu kile cha Kutoka ile 12 mstari wa 11. Aliita Pasaka ya Bwana 12 mstari wa 11, pale anasema hivi: nanyi mtamla kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Ni Pasaka ya Bwana. Na neno Pasaka tukasema ni Passover. Passover maana yake kupita juu ya. Yaani mauti iliagizwa ikikuta damu ya yule kondoo iliyopakwa kwenye miimo ya nyumba za wana wa Israeli, ile mauti isiwapige wana wa Israeli akafa mzaliwa wa kwanza wa kila Mwisraeli, bali ile mauti ipite juu ya. Sasa je, kwenye Agano Jipya maandiko yanatuambiaje? Yanatuambia hivi ndugu zangu. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 14. Sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini. Tumepita, waraka wa kwanza wa Yohana. Na sisi tumepita mauti, na sisi imetukosa na sisi. Kwa hiyo sasa tutakuja kuona huo ndio uhusiano uliopo kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Kule mauti ilipita ikawakosa wana wa Israeli. Hapa na sisi mauti imetukosa. Lango wa 3 mstari ule wa 14. Sisi tunajua ya kuwa tumepita kutoka mautini kuingia uzimani. Na sisi tumepita. Kwa hiyo ukiangalia, ndio maana utagundua katika somo lililopita nikasema Pasaka ni wokovu. Pasaka ni lugha ya Agano la Kale, wokovu ni lugha ya Agano Jipya. Lakini kila mmoja anapona na mauti kwa kutii masharti yake. Kule waliambiwa watamla hivi, na huku wameambiwa wataamini hivi. Kwa hiyo wakifikia kuamini hivyo, ndipo watapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo somo langu nikaliita tumepita toka mautini kwa Pasaka. Tumepita kutoka mautini kwa Pasaka ya kwetu. Pasaka ya kwetu ni damu ya kondoo Yesu Kristo, ambayo imetusafisha dhambi zote. Imetuosha dhambi zilizokuwa kwenye fahamu. Mnafahamu alisema kizazi hiki kila anachowaza ni kibaya. Unafahamu anasema fikra zetu na mawazo zilitekwa na shetani katika kitabu cha Wakorinto. Sasa damu ya Yesu itutakase, inatutakasa kila mahali palipoharibiwa. Hata macho yetu yalikuwa macho ya kutamani, macho ya tamaa za zinaa. Nguvu ya damu ya Yesu inatakasa hayo. Midomo yetu ilikuwa kazi yake kunena uzushi, uovu, umbea, ugomvi.
Uongo. Midomo iliyo itakaswe. Mnakumbuka wakati wa Agano Jipya, Agano la Kale, ya mtu yule aitwaye ambaye Isaya, aitwaye sana nabii Isaya. Unakumbuka alisema ole wangu mimi mwenye midomo michafu. Alafu ikachukuliwa kaa katika chetezo, alafu akachomwa. Yaani katika midomo nako kunatoka uovu wa mtu. Mtu ambaye hajaokolewa, ambaye hajapakwa damu, hajaoshwa kwa damu ya Yesu, hata midomo yake ni ya hatari, hata macho yake ni ya hatari, hata mikono yake. Ndio maana akasema msiguse kilicho kiovu. Mikono yake inatamani uovu, miguu yake inayaendea mabaya. Anakula vitu ambavyo havijatakaswa. Sisi tumejifunza kwamba hata chakula na vinywaji vinatakaswa. Hata Agano la Kale alisema kwamba nitatakasa chakula chako na maji yako. Na katika Agano Jipya anasema vitu vyote ni safi kama vitapokelewa kwa shukrani, vinatakaswa kwa neno na kwa kuomba. Mambo haya yaonekane hivyo kwamba Agano la Kale kweli hakika ni kivuli cha Agano Jipya. Na huku ni mwili wa Kristo. Mtu aone kule ni kondoo mnyama, huku aone kondoo Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu. Na alikuja huyu mwana wa Mungu kwa sababu dhambi imekuwa sugu. Na imekuwa sugu kwa sababu imetokana na kwamba baba aitwaye Adamu alikuwa ameshatuzaa katika uovu. Mtu mmoja katika Biblia anasema mama yangu alinizaa hatiani. Anaonyesha kwamba hata mimi ninapoonekana hivi ni kwa sababu hii na hii na hii. Watu walikuwa wanaangalia dhambi ilikuwa ndio tatizo. Akasema ole wangu. Unajua kama haingeandikwa ole wangu mimi, nani atakayeniokoa na dhambi? Ni kwa pale ambapo ameona dhambi ni tatizo. Ni ile Warumi anaposema pale ole wangu, maana yake anaonyesha kwamba ni ole wangu. Ni mstari wa 24 katika mlango wa 7. Ole wangu maskini mimi, nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Mwili wa mauti ni mwili ambao umepokea mauti kwa sababu ya dhambi. Umepokea mshahara wa mauti kwa sababu ya dhambi. Na mtu anapokuwa ameokolewa kwenye Agano Jipya, maana yake amekiri, amemkubali yule kondoo Yesu Kristo, amwage damu na damu yake imuondolee dhambi na hukumu ya dhambi. Ndiyo maana Zaburi ya 103. Napenda somo hili sana. Ndugu zangu, somo hili nalipenda, limeniokoa. Nikilifundisha unasikia nateremka tu. Hili limeniokoa mimi. Mimi nimetokea katika imani ambayo haikuwa inayajua haya. Ile Zaburi ya 103 mstari wa 3 anasema, akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi. Ananisamee. Pale ambapo Agano la Kale walikuwa wanachukua kondoo, wanamwekea mikono yao na kutubia dhambi zao hapo kwenye kichwa cha huyo kondoo. Ile Mambo ya Walawi unaweza kusoma mlango wa 16 mstari wa 21 hata mstari wa 3 pale utaona. Walikuwa wanakiri maovu yao juu ya yule kondoo, ili yule kondoo achinjwe na damu yake imwagwe kwenye madhabahu kuomba utakaso kwa Mungu. Mtu damu tangu zamani damu. Mnafahamu Ibrahimu alipotaka kutoa sadaka ya kuteketezwa,
alikuwa aonekane amebeba kondoo atakayechinjwa, akaonekana hana. Na ndio maana Isaka anamuuliza baba, mbona tuna vifaa vingine hapa, lakini yuko wapi kondoo wa kuteketeza? Na ndipo akamwambia Bwana atajipatia. Na kweli tunaona pale kwenye wokovu alioupata Isaka ambao ulimkosa asife, kondoo na damu ya kondoo ndio ilitumika. Katika Agano Jipya ni kondoo Yesu Kristo, damu yake ndio inatosha. Anaposema akusamee maovu yako yote, maana yake akusafishe maovu yako yote kwa ile damu ambayo Yesu aliimwaga mbele za Mungu. Ilienda kama sadaka ya dhambi, na ile dhambi ambayo mtu huyu aliifanya, huyu anayesamehewa kwa damu ya Yesu, iliandikwa kwamba kama amefanya dhambi, kwenye Torati iliandikwa Bwana atampiga kwa magonjwa. Katika ile 28:22 atampiga kwa magonjwa, nayo yatamwandama mpaka aangamie, yani yamuue. Kwa hiyo alipomsamehe maovu yake yote katika mstari wa 3, akishasamehewa hakuna sababu ya kufa tena, kwa sababu hukumu imefutika kwa ile damu. Na kama hukumu imefutika, basi amemkomboa uhai wake na kaburi. Kwa ile neno laandikwa Warumi ile 6:23 kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Ilikuwa kwamba kila ambaye hana Yesu, ambaye hajaochwa na Yesu, mshahara wake ni mauti. Lakini pale asema bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Pale tunaposema katika somo letu, sisi tumepita toka mautini kwa neema ya hiyo damu ya kondoo Yesu Kristo, na tumeingia uzimani. Unaona hapo? Sasa kutokana na hiyo kama tumeingia uzimani, kwa njia gani? Kwa njia ya kumwamini Yesu. Lakini sasa haki ya Mungu inadhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Mlango wa 3 wa Warumi mstari wa 21. Mtu anahesabiwa haki kwa kuamini, kumwamini Yesu. Aamini nini? Woi. Aamini nini? Aamini nini? Aamini mstari gani? wa 10 mlango wa 10 wa Warumi mstari wa 9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa yeye ni Bwana, na kuamini moyoni mwako kwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa kuwa ukiamini kwamba Yesu amechukua mauti yako, akauawa, bidi azikwe, na siku ya 3 akafufuka katika uzima, na kwamba alipokufa alikufa kwa sababu yako. Kwa hiyo ulikuwa ndani yake, ndani ya Kristo wakati anauawa, na kwa hiyo umekuwa ndani ya Kristo wakati anafufuka. Sasa unafufuka katika upya wa maisha, kwa sababu mwili ule unaotenda dhambi na viungo vinavyotenda dhambi vilikufa pamoja na Kristo wakati unabatizwa. Na ulipokuwa unafufuka na Kristo, ulifufuka na viungo vipya katika Kristo. Na kwa maana umezaliwa sasa katika Kristo,
Sasa unaitwa umezaliwa upya, na kwa hiyo umeambiwa umezaliwa mara ya pili. Kwa maana kwa mara ya kwanza ulizaliwa na baba aliye Adamu, aliye mwanadamu. Sasa umezaliwa katika upya wa maisha katika Kristo Yesu. Una viungo na macho yasiyo na tamaa mbaya, na mwili usio na tamaa mbaya, na mawazo yanayowaza yaliyo ya Mungu. Kwa hiyo ule mshahara wa mauti haupo kwako tena, ule ulioandikwa katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati kwamba magonjwa haya yatakupiga mpaka uangamie. Sasa hayatakupiga kwa sababu hautendi dhambi tena. Na kwa hiyo ukiona liugonjwa linakuja, anasema wewe mtii Mungu, mpinge shetani, atakimbia. Kwa sababu kwako kuwafuatwa na ugonjwa ni kitu cha ajabu. Sasa kwako ni uonevu sasa, kwa maana wewe unajua kwamba Yesu alichukua maovu yangu, na mshahara wa maovu ulikuwa ni magonjwa, na kwa hiyo Yesu akapigwa kwa yale magonjwa yangu. Sasa ninapoona magonjwa yanataka kuzunguka yanijie, mimi nitii lile la Mungu ya kwamba yeye Yesu alichukua maradhi yetu na madhaifu yetu. Kitabu cha Mathayo mlango ule wa 8 imeandikwa mstari wa 17, mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Aliyachukua. Lakini unachoshangaa, magonjwa yanakuja tu, yanataka kukujia tu. Sasa tufanyeje? Tuamini lipi? Tuamini mgonjwa au tuamini kwamba Yesu alipigwa na magonjwa yale yaliyonenwa kwenye Kumbukumbu akayachukua? Na kama aliyachukua, huyu anayekuja huku kuniletea ugonjwa anakuja kama mharibifu, kama mwizi, kama jambazi, kama muuaji, anataka kuniua kwa lazima. Hasa maandiko yanasema basi we mtii Mungu, mpinge shetani, atakimbia. Ni mtii Mungu kwamba mimi Yesu alichukua magonjwa yangu msalabani, na kwa hiyo nakiri kwamba sina magonjwa. Nakataa. Kwa maana ukimkiri Yesu kuhusu hili swala la magonjwa na kumpinga huyu aletaye ugonjwa, sasa basi utaokoka na ugonjwa, utapita mauti yatokanayo na ugonjwa na kuingia uzimani. Na kuambia hivi, jambo linalotusumbua mpaka sasa ni la kusema hata mimi ni mwanadamu. Hakuna mtu anayekiri kwamba kwa maana mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Siwezi kutenda dhambi kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. Wote wanasema sasa mimi nitafanyaje na mimi ni mwanadamu, yani ni mwana wa Adamu. Hakuna anayeliona hili jambo. Wokovu utakuja pale, wokovu wa mtu utakuja anapomkiri Yesu katika zile kazi 3 zilizofanywa katika msalaba. Hukumu ya kufa na kwenda motoni inatokana na kutenda dhambi, na damu ya Yesu ndio inayoondoa. Kwa hiyo nikishajua damu yangu, dhambi zangu zimeondolewa, mimi nitakubali lile andiko nasema mimi ni mtakatifu aliyeko duniani. Na kama magonjwa yangu aliyachukua Yesu katika mwili wake, basi alipigwa nayo ili mimi nipate kupona. Kwa hiyo nitapinga roho za magonjwa kwa kutii andiko la kimungu. Kwa hiyo nitakuwa nimeikiri kazi ya Yesu ya pili. Na maroho ya laana nitayakataa. Maandiko wa waraka wa 3 wa Yohana yanasema hivi, mstari wa 2. Penzi, nataka ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako. Kwa hiyo mafanikio yote nina haki sasa katika Kristo Yesu ya mafanikio. Na kwa hiyo nina haki ya kupinga laana yoyote katika biashara zangu, katika watoto wangu, katika shughuli zangu,
nina haki ya kusimama kwa kutii neno la Mungu na kumpinga shetani. Ni kile kiwango cha kumkiri Yesu Kristo katika mambo na kazi tatu alizozifanya msalabani, ndizo zinazoleta wokovu mkamilifu katika roho mpaka katika mwili. Katika roho ni uzima, katika mwili ni kuondolewa kwa magonjwa na laana. Tukishafikia kumkiri Yesu kuwa ni Bwana, tukimkiri Yesu kwa kinywa na kuamini hivyo moyoni, tutaokoka. Maana yake tutapita uharibifu wa kimauti na kuingia katika uzima wa mambo ya uzima katika Yesu Kristo. Mpendwa wangu, rafiki yangu, msikilizaji wa Sibuka TV, hapa nikifika hapa wakati nazungumza somo hili la Pasaka, navolioanisha na wokovu, ni kama nimekuvuta katika kweli ya kimungu iliyo kwa ajili ya watakatifu, na kwamba kila aminie mambo haya ana uzima, amepita mauti, ameingia uzimani. Nataka nimshukuru Mungu. Najua hata kama uko kwenye nini, unafanya shughuli gani, uko wapi, uko nyumbani au uko wapi, siri hii ndio siri kubwa. Mungu ametufunulia sisi siri, ni mawakili wa hizi siri. Ndio hii ndio alionipa nikupe na wewe. Baba Mungu, nakushukuru. Asante kwa mafundisho haya. Mafundisho haya ndio yatiayo uzima. Ufahamu huu ndio uletao uzima. Ufahamu huu ndio unatupa kuwa wapinzani kwa shetani, kumpinga na kukazana kufanya hivyo mpaka pale haki yetu itakapodhihirika katika zile kazi alizomaliza msalabani. Na kushukuru Mungu kwa ajili ya huyu aliyesikia na kuelewa, na yeye sasa ana haki ya kushereheka Pasaka, kwa maana amevuka mautini. Na ile Warumi 8 mstari wa kwanza pale anasema, sasa basi hakuna mauti tena. Hakuna mauti tena hao katika hao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imemwacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Na kushukuru Mungu kwa Yesu Kristo Mwokozi. Amen.